Kuna mambo katika ulimwengu huu ambayo hayana maelezo ya kawaida. Yapo matukio madogo tunayoyaona kama ya kawaida, lakini kwa wale waliowahi kuamka kiroho, wanajua kuwa hakuna kitu kinachotokea kwa bahati mbaya. Moja kati ya vitu hivyo ni jicho kucheza. Hii nilishafundisha sana na nimeamua kurudia somo hili ili nilete ufafanuzi wa kina zaidi kuhusiana na swala hili. Ile hisia ndogo inayotokea ya ghafla, kama vile jicho lako linapepesuka au linatikisika. Watu wengine huwa wanasema ni uchovu, wengine huwa wanasema ni dalili ya ugonjwa wa macho, lakini tukija katika ulimwengu wa kiroho, hii ni sauti ya universe inajaribu kukuambia kitu. Sasa leo naomba unisikilize kwa makini sana, kwa sababu baada ya somo hili hautaweza kupuuzia tena pale jicho lako litakapoanza kucheza. Naomba nikuambie wewe unayetazama video hii, hii ni channel kwa ajili ya watu ambao wamefanikiwa. Kwa hiyo kama umejikuta kwa namna moja ama nyingine umeingia kwenye channel hii na unatazama hii video, tambua kwamba wewe tayari ni mtu mwenye mafanikio, na kwa jinsi ambavyo unaamini ndivyo ambavyo mafanikio yanakufuata. Universe inataka kuzungumza na wewe kwa kupitia video hii. Kwa hiyo basi unaweza kuandika neno lolote lile hapo chini kwenye comments. Kwa jinsi ambavyo unaandika, kuna energy fulani unaiacha hapo kwenye comments na universe inaona. Na kwa jinsi ambavyo unajitamkia, ndivyo ambavyo baraka hiyo inakufuata maishani mwako. Zipo ishara ambazo kamwe hutakiwi kuzipuuza endapo zitaambatana na jicho kucheza. Hapa naomba unisikilize kwa makini sana, kwa sababu wengi huwa wanakosea sana katika eneo hili. Kitu cha kwanza, ikiwa unahisi jicho lako linacheza mara kwa mara na muda ule ule, yani kwa mfano kila saa 3 usiku au kila asubuhi kabla ya kuamka, basi hiyo ni ishara ya kwamba roho yako inajaribu kuwasiliana na wewe kwa kupitia saa ya kiroho, yani spiritual clock. Hiyo ni saa ya kiroho. Universe mara nyingi huwa inaanzisha pattern inayojirudia ili kukufundisha kuwa makini na kupay attention. Kwa mfano kama saa ile jicho linacheza kila siku, hiyo ni ishara kwamba roho yako inapokea vibration kutoka katika mzunguko wa nguvu ulioingia bila ya wewe kujua. Yani kuna vibration unazipokea, unaingia kwako bila ya wewe mwenyewe kujua. Kwa mfano, inawezekana saa 2 ndio muda ambao mtu fulani anakutazama kwa kupitia hisia zake, au anakufikiria sana, au kuna kitu fulani anakunenea. Sasa kama unataka kujua chanzo, kaa kimya na utafakari. Sasa hapa linaweza likawa ni jicho la kulia au jicho la upande wa kushoto. Kama ni jicho la kulia, inawezekana ni positive energy au positive vibrations zinakufuata. Inawezekana kuna mtu anakufikiria kwa wema au anakutamkia mema. Lakini kama ni jicho la kushoto, basi ni negative vibrations. Yani kuna nguvu mbaya zinakufuata. Na nguvu hizi zinatoka kwa mtu ambaye inawezekana either anakufikiria kwa mambo mabaya, anakutamkia mambo mabaya, au kuna vitu anavifanya ambavyo vinatuma negative vibration kwako. Sasa ili uweze kujua ni nini kinaendelea katika ulimwengu wako wa kiroho, angalia muda huo, ni nani huwa unawasiliana naye, au ni nani huwa anakutafuta, au ni nani huwa unakutana naye sana katika mida hiyo hapo. Yule mtu ambaye unaona muda mwingi sana, muda huo ambao jicho linacheza, anakutafuta au kuna vitu fulani anakuuliza, basi inawezekana kuna something kinaendelea kati yako wewe na huyo mtu. Inawezekana ni kwa wema au kwa ubaya. Kama ukiwa mwangalifu ukalifuatilia jicho lako kucheza, universe itakupatia majibu ndani ya siku 3. Cha msingi wewe ni kupay attention. Universe kazi yake ni kukupa ishara. Wewe ni kazi yako kung'amua hiyo ishara inamaanisha nini katika maisha yako. Na ukiona mpaka universe imekuletea ishara, maana yake ni kwamba ukipuuza hiyo ishara, kuna kitu kinaweza kuja kutokea katika maisha yako. Either ni kitu kibaya au ni kitu kizuri. Kwa hiyo ni vizuri ukapay attention ili uweze kujiandaa na matokeo yatakayokuja kutokea huko mbele. Kama ni mabaya uanze kujihami mapema, na kama ni mazuri basi uanze kujiandaa kwa ajili ya kupokea vitu vizuri, au utayarishe mazingira kwa ajili ya hicho kitu kizuri kuja kutokea. Na pia kama unahisi baridi, upepo au mtetemeko wakati jicho linacheza, yani unaona jicho lako linacheza
inaweza ikawa la kulia au la kushoto. Alafu ghafla ukasikia kama ubaridi fulani unapita au kaupepo fulani kanakupitia. Mara nyingi hiyo huwa ni dalili ya presence, yani uwepo wa nguvu ya kiroho karibu nawe. Hii inaweza kuwa ni nguvu ya mwanga au nguvu ya giza. Na kama unahisi baridi isiyo ya kawaida, upepo unapita bila sababu, au manyoya ya mwili yanasisimka, yani vile vinyoleo vya mwili vinasisimka na kusimama, hii ina maana kuwa kuna vibration ya kiroho imekukaribia. Na hapa ni jicho lolote liwe, linaweza likawa la kulia au la kushoto. Yote maana yake ni moja, kwamba kuna presence, kuna uwepo wa nguvu ya kiroho ipo karibu nawe, ipo katika hilo eneo unalopita au ulilokaa. Sasa hapo hutakiwi kupanic wala kuogopa. Badala yake, weka mkono wako kwenye paji la uso. Kisha fumba macho, tamka maneno haya kwa utulivu. Ninakaribisha nuru na ulinzi. Kila nguvu ya giza iondoke. Ukifanya hivi mara kwa mara, utaanza kutofautisha kati ya uwepo wa mwanga na giza. Wale wenye uelewa wa kiroho wa juu wanaweza kuhisi tofauti hizo kwa sekunde tu. Yani unaweza kuhisi hapa kuna nguvu mbaya inaninyemelea, au kuna nguvu nzuri zinaninyemelea. Na wala hutakiwi kukimbia wala kuogopa. Watu wengi wao wanakosea kitu kimoja tu. Unapohisi kuna hatari ya kiroho, hutakiwi kuogopa. Kitu cha kwanza ni kuwa na ujasiri na kuamini kwamba wewe unao uwezo wa kuzishinda hizo nguvu. Woga ndio anguko lako, na woga wako utaruhusu hizo nguvu ziweze kukuvamia na kukufanyia kitu kibaya au kukuingia. Kwa hiyo usiwe na tabia ya kuogopa nguvu za kiroho, na ndio maana ni muhimu sana kujitamkia maneno yenye nguvu kimoyomoyo pale tu unapohisi kuna hatari ya kiroho. Haya maneno huwa yanakupa nguvu na yanainua vibrations zako za ndani. Kadiri vibrations zako zitakavyokuwa zinainuka, ndivyo ambavyo unapata ujasiri na hofu inaondoka. Lakini ukianza kujinenea maneno yenye vibration ya chini au maneno ambayo hayana nguvu, kwamba Mungu wangu kuna mchawi hapa, Mungu wangu kuna kitu kibaya kinatokea, sijui nitakufa, sijui nini, ndio vibration zako zinashuka. Unazidi kukosa nguvu za kiroho, na ile nguvu mbaya sasa ndio inapata mwanya wa kuweza kukuattack. Na wakati mwingine universe huwa inatumia wanyama na mazingira kama alama za kiroho. Kama jicho lako litaanza kucheza alafu ghafla paka akavuka mbele yako, au ndege akapita mbele yako, au bundi analia karibu, sasa hiyo sio bahati mbaya, ni ishara iliyokusudiwa kabisa na universe. Paka mara nyingi huwa anawakilisha intuition au nguvu yako ya ndani ya kuweza kujua jambo litakalokuja kutokea mbeleni. Hapo ni kwamba universe inakuonya kuwa kuna kitu hakipo sawa kwenye mazingira yako ya karibu. Kwa hiyo huko unakwenda, either usiendelee kwenda au kuwa makini, yani ongeza umakini na safari yako. Na hapa ni jicho lolote lile litakalocheza, naweza likacheza la kulia au la kushoto. Cha msingi wewe pay attention. Na kama jicho lako likicheza alafu ukamwona ndege, mara nyingi huu ni ujumbe wa mabadiliko au uhamisho wa energy, kwamba kuna kitu kikubwa kinakaribia. Na kama utamwona ndege aina ya bundi, hiyo inamaanisha kwamba either kuna mtu anakufikiria sana kwa hasira au kwa vitu vibaya, au roho yako inakaribia kugundua kitu kilichofichwa kwa muda mrefu. Na pia kuna ishara ya jicho kucheza baada ya kukutana na mtu fulani. Hii ni moja ya ishara ambayo watu wengi huwa wanaipuuza. Yaani unakuta umeongea na mtu fulani, mmecheka, mmeagana vizuri tu, lakini muda mfupi baadaye jicho lako la kulia au la kushoto linaanza kucheza. Sasa universe inasema hivi, angalia, sio kila anayetabasamu na wewe anakutakia mema. Sasa hapa inabidi upay attention, ni jicho lipi linacheza. Inaweza ikawa la kulia au la kushoto. Jicho lako huwa lina vibrate kwa sababu limeguswa na energy ya huyo mtu. Yaani kuna energy fulani jicho lako limepokea kutoka kwa huyo mtu. Ukiona jicho linalocheza ni la kushoto, basi tambua kwamba jicho lako limesense nguvu mbaya kutoka kwa huyo mtu. Na ukiona ni jicho la kulia linacheza, basi tambua kwamba jicho lako limesense kitu kizuri kutoka kwa huyo mtu. Kitu ambacho watu wengi hawajui ni kwamba energy hasi au energy mbaya
kama vile wivu, fitina au hasira inaweza kugonga aura yako bila mtu huyo kusema kitu chochote. Yaani pale tu unapokutana na mtu, jicho lako linaweza kusense energy ya huyo mtu. Sasa kama ukiona jicho lako la kushoto ndio linacheza, usipuuzie, kwa sababu universe imekuonya kwamba kuna hatari fulani kwa huyo mtu uliotoka kuzungumza naye. Sasa unatakiwa kufanya jambo hili hapa. Ukifika nyumbani kwako, osha uso wako kwa maji ya baridi yenye chumvi ya mawe, kisha tamka maneno haya hapa: ninarudisha kila energy isiyo yangu, naifunga kwa nuru ya amani. Hapo utaona jicho lako linatulia, na kama kulikuwa na nguvu mbaya zilizokusudiwa kuja kwako, zitamrudia huyo mtu na hautadhurika kwa kitu chochote. Na kama ni jicho la kulia lilikuwa linacheza, basi kaa tayari kwa ajili ya kupokea vitu vizuri kutoka kwa huyo mtu, au ni ishara ya kwamba huyo mtu anakutakia mema au anakuazia mambo yaliyo mema. Kwa hiyo pokea baraka, pokea energy nzuri kutoka kwa huyo mtu. Na kama jicho lako linaanza kucheza siku au masaa machache kabla ya kufanya maamuzi makubwa, kwa mfano kama vile kuhama, kusaini mkataba fulani au kuanzisha jambo jipya kubwa, hebu kaa chini uanze kutafakari kwanza. Usiendelee na mchakato wowote. Anza kusikiliza moyo wako, anza kuisikiliza sauti yako ya ndani. Hiyo inaweza kuwa ni onyo kutoka kwa universe, inakuambia kwamba subiri kidogo, kuna kitu fulani bado hujakijua. Au pia inaweza ikawa ni ishara ya kwamba endelea na maamuzi yako, usipoteze muda wala usirudi nyuma. Sasa hapa kama kawaida inabidi upay attention ni jicho lipi linacheza. Kama ni jicho la kulia, mara nyingi huwa ni ishara ya ujasiri pamoja na mwanga. Universe inakuambia kwamba endelea kusonga mbele, usikate tamaa na wala usirudi nyuma, usisikilize maneno ya watu wanaokukatisha tamaa. Lakini kama ni jicho la kushoto, mara nyingi huwa ni tahadhari. Kuna kitu hakipo sawa katika maamuzi unayoyafanya. Sasa universe inakuambia kaa chini, tafakari, fikiria tena mara mbili. Watu wengi ambao wametapeliwa au wameingia katika udanganyifu fulani, mara nyingi jicho la kushoto huwa linaanza kucheza, huwa linaanza kukupa ishara kwamba bwana, huko unakoenda unaenda kupigwa, kuna kitu kibaya kinakuja kukutokea. Kwa hiyo kuwa makini au tulia kwanza, yani punguza spidi. Hapa kwa watu ambao tayari wameamka kiroho, nafikiri watakuwa wananielewa sana katika hili. Jicho huwa ni kama alarm ya kiroho. Likicheza unajua tu kwamba kuna ujumbe fulani unakuja, kuna kitu fulani unatakiwa kufanya. Kwa hiyo unatakiwa utulie kwanza, utafakari. Na muda mwingine siku chache kabla au baada ya jicho kucheza, unaweza ukaota ndoto fulani. Sasa ndoto hizo huwa sio za kawaida. Mara nyingi huwa ni alama za macho, mwanga au kitu fulani kinachokutazama kiroho. Kama unaona hivyo, yani kama unatokewa na tukio hilo hapo, yani baada tu ya jicho kucheza au kabla ya jicho kucheza, unaota ndoto fulani, iandike hiyo ndoto asubuhi, kwa sababu universe huwa inapenda kuunganisha ishara za macho pamoja na ndoto ili ujumbe uwe wazi. Yani unaweza ukaona kabisa kwamba kuna uhusiano fulani kati ya muda ambao jicho linacheza na hiyo ndoto uliyoiota. Kwa hiyo pay attention sana katika hiyo ishara. Mara nyingi hapa watu huwa wanapewa ishara za wazi kabisa. Kwa mfano, unaweza ukaota kuna mtu anakukimbiza na kisu anataka kukuua. Halafu kesho yake baada ya kuamka ukakutana na mtu fulani. Baada tu ya kuongea naye jicho linacheza. Sasa hapo kuna kauhusiano fulani. Inawezekana universe inataka kukupa connection, yani kati ya ndoto uliyoota na huyo mtu uliyekutana naye. Kwa hiyo unaweza ukaunganisha doti. Inaweza ikawa ni ishara ya kitu kizuri au ni ishara ya kitu kibaya kinachokuja kutokea katika maisha yako. Na pia jicho linapocheza, aidha la kulia au la kushoto, angalia mwili wako unahisi nini baada ya jicho kucheza. Je, unahisi baridi, joto au mzigo kifuani? Sasa naomba nidadavue hisia moja baada ya nyingine. Kama ukihisi uzito kifuani, hiyo ni ishara ya kwamba kuna kitu kinakukaba kiroho.
Hapa linaweza likawa limecheza jicho la kulia au kushoto. Kama ukihisi wepesi, universe imepita kukubariki. Yaani kuna baraka fulani umepokea kutoka kwa universe. Na kama ukihisi joto kichwani, hiyo ni dalili ya kwamba universe inakuletea taarifa mpya. Kwa hiyo kaa tayari kuzipokea. Na pia kama jicho lako linacheza kila unapoanza kumfikiria mtu mmoja yule yule, hiyo ni ishara kwamba kuna energy connection isiyo safi. Kuna nguvu mbaya hapo imekuwa connected na huyo mtu. Mtu huyo anaweza kuwa anakutazama vibaya, anakutamani kwa chuki, au amefanya ibada ya kiroho dhidi yako. Sasa universe inakuonya kwa kupitia jicho lako. Na mara nyingi hapa huwa ni jicho la kushoto ndio linacheza. Yaani kama ukiona jicho linacheza kila baada ya kumfikiria mtu fulani au kila baada ya kumtaja, unaona jicho la kushoto linacheza, hiyo sio ishara nzuri. Unachotakiwa kufanya, kila ukipata hiyo ishara, tamka maneno haya: kila nguvu isiyo yangu narudisha kwa chanzo chake, ikiwa imevutwa na nuru ya haki. Nguvu mbaya zote zitarudi kwa huyo mtu. Na pia kama kila jicho lako likianza kucheza, unajikuta unakuwa mdhaifu ghafla. Yaani unaanza kuchoka, kichwa kinauma. Sasa hiyo sio dalili nzuri. Hiyo ni dalili ya energy theft, yaani kuibiwa nguvu zako za kiroho. Wachawi au watu wenye nia mbaya huwa wanaiba nguvu kwa njia ya vibration ya macho, hasira au maneno. Na mara nyingi huwa inakuja na hisia ya kuwa na huzuni isiyo na sababu. Yaani baada tu ya jicho kucheza, unajikuta unapata huzuni isiyokuwa na sababu, unakosa usingizi ghafla, unaanza kuona nuru inapotea machoni kwa sekunde kadhaa. Kwa hiyo hapa universe inakutaka uwe makini na kulinda energy zako. Unaweza kuanza kuchukua hatua za kusafisha nyota yako na kuilinda zaidi. Hiyo ni ishara kwamba nguvu zako zinachukuliwa au zinatumika kinyume na utaratibu. Na pia kuna hii ishara ya unakuta jicho linacheza mara kwa mara bila kupumzika. Hata ukifanya spell ya aina gani, hata ukifanya maombi, hata ukifanya spell za kujisafisha, bado jicho linacheza. Na hii nimesha kutana nayo sana kwenye comments zinazohusiana na mambo ya jicho kucheza. Unakuta mtu anakuambia mimi jicho linacheza siku ya 3 leo, au mwezi mzima jicho langu linacheza. Sasa mara nyingi hiyo sio hali ya kawaida. Kama wewe ni mtu wa maombi, ni mtu wa kutafakari, au ni mtu wa kufanya spell mara kwa mara, lakini bado jicho linaendelea kucheza, hapo mara nyingi kuna binding energy au tunasema kifungo cha kiroho ambacho kimewekwa kukuzuia kuona ukweli wa mambo au kujua chanzo cha maumivu yako. Kwa hiyo kama wewe umefungwa, jicho lako halitaacha kucheza. Yaani litaendelea kucheza muda wote, wakati wowote, ukikutana na mtu yoyote, yaani wewe jicho lako linacheza tu. Sasa hapa inatakiwa uwe makini sana. Usianze kumtafuta mchawi. Inawezekana mchawi ni wewe mwenyewe. Inawezekana wewe mwenyewe kwa kupitia nguvu ulizozibeba ndizo zimepelekea wewe kufungwa kiroho. Inawezekana kuna vitu umevibebelea muda mrefu sana, hujaviachilia. Sasa basi kitu cha kwanza, kila inapofika full moon jitahidi kuachilia. Achilia mizigo yote uliyoibeba moyoni mwako. Kwa kadiri unavyoachilia, ndivyo utakavyoipa nafasi nafsi yako ya kuweza kupokea vitu vingine vizuri. Kuna muda huwezi kupokea baraka au huwezi kupokea vitu vizuri kwa sababu bado umeshikilia vitu vibaya. Kwa hiyo basi achilia hivyo vitu ulivyovishika. Kama kuna kisasi umekishikilia, kinyongo, chuki, wivu, hasira, viachilie. Achilia ili furaha iweze kutawala moyoni mwako. Achilia amani iweze kutawala moyoni mwako. Kumbuka kwamba mwanga uliopo ndani yako ni mkubwa kuliko giza lolote linalojaribu kukugusa. Kwa hiyo jicho lako ni lango la kiroho. Linapoanza kushtuka linakuambia amka, kuna kitu kinakaribia mwanga wako. Kuna kitu kinakaribia nguvu zako za ndani, na usiogope, simama imara, fanya maombi, tafakari, fanya usafi wa energy zako, fanya spell za kujisafisha. Hata kama kuna nguvu za giza zinajaribu kukufikia, zitatulia mbele ya mtu mwenye moyo safi na imani thabiti. Macho yako ni ushahidi kwamba bado unaona,
bado unaongozwa na bado una uhai wa kiroho. Kwa hiyo kila mara jicho lako likicheza, usiwe na hofu, tulia na uangalie kwa hekima. Tafakari ni nini universe inataka kukuambia. Usikate tamaa, mwanga wako bado unang'aa na hakuna uchawi utakao kufunika au utakao kufunga kama utapay attention katika ishara ambazo universe inakupatia. Kumbuka, huu ni ujumbe wako wa leo kutoka kwa universe na usipuuze hata kidogo. Tafadhali sana share video hii na wale wote wapendao ili na wao waweze kujifunza. Na kama ulikuwa bado hujasubscribe, make sure una subscribe ili video inayofuata isije kukupita. Asante sana.